Tarehe 30 kutakuwa kuna fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, Arsenal versus PSG. Na Arsenal wametoka kutoa ubingwa wa ligi kuu chini pale Uingereza. Ndani ya miaka 22 hawakuwa na hili kombe. Sasa safari hii wamefika mpaka fainali ya ligi ya mabingwa. Kabla yote, unautazama vipi mchezo? Ni siku ya Jumamosi. Nadhani kutakuwa hapatoshi katika uwanja wa Puskas Arena pale mjini Budapest nchini Hungary, katika fainali ambayo binafsi ninaita ni fainali ya maajabu, fainali ambayo itakwenda kutuonyesha maajabu makubwa sana ya soka la duniani, fainali ya UEFA Champions League mwaka 2026, fainali ambayo haina vigogo wengi wa soka ambao tuliwazoea. Unajua Prosper, kwa miaka mingi iliyopita tulizoea kwenye fainali hizi utakuta Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich ndio timu ambazo zilikuwa zinafika katika hatua ya fainali. Arsenal fainali yake kuu ambayo inakumbukwa sana ni mwaka 2006 ambayo alifungwa na Barcelona akawa bingwa wa UEFA Champions League. Kwa mara nyingine tena anakwenda kucheza fainali yake nyingine ambayo anatarajia kupata ubingwa wake wa kwanza wa UEFA Champions League, kwa sababu Arsenal ni timu ambayo haijawahi kubeba ubingwa. Lakini kwa upande wa PSG, wao wanataka, kwa sababu kwa miaka mingi iliyopita PSG ilikuwa kama imepoteza ramani katika michuano hii ya UEFA Champions League. Sasa wanaingia wakiwa mabingwa watetezi, wanakwenda kutengeneza legacy, wanataka kuonyesha kwamba na wao wanao uwezo wa kuwa wanachukua makombe back to back kama ilivyokuwa kwa timu nyingine, Real Madrid, Barcelona na timu nyinginezo. Kwa hiyo binafsi nahisi itakuwa ni fainali ambayo ni ya kusisimua na mashabiki wengi wa soka duniani wanaisubiria kwa hamu para kumshuhudia Mikel Arteta, lakini pia na Luis Enrique. Mashabiki wana hamu ya kwenda kumshuhudia Mikel Arteta pamoja na Luis Enrique, kwa kuwatazama sasa hawa makocha na falsafa zao, the way wanawatumia wachezaji wao. Unahisi ushindani utakuwa ni wa namna gani sasa ndani ya pitch? Ushindani mkubwa sana. Arteta mfumo wake wa 4-2-3-1, lakini Luis Enrique anakwenda na mfumo wake wa 4-3-3. Nadhani ni mifumo ambayo kwa pande zote mbili imekuwa ikiwapa faida kubwa sana. Tukianza na Arsenal, msimu huu ulikuwa ni msimu wao bora kweli kutokea. Unajua Arsenal miaka mingi iliyopita walikuwa wanacheza ile beautiful football, lakini kwa msimu huu wameweza kuiondoa katika vichwa vya wapenzi wa Arsenal na wapenzi wa soka duniani ambao wanafuatilia timu ya Arsenal. Wamecheza kwa nidhamu kubwa sana, wamekuwa wanacheza zaidi kwa kujilinda, wakitengeneza mashambulizi, lakini pia wana uwezo mkubwa sana tunasema wakupaki basi. Wanacheza kwa tahadhari kubwa sana, uwezo wa kucheza mipira kupitia pembeni, kupitia kina Bukayo Saka, lakini nyuma tunaangalia watu kama kina William Saliba. Ni watu ambao wamekuwa na nidhamu kubwa sana ya kiuchezaji. Kwa hiyo nadhani kwa upande wa Arsenal ule mpira wao ambao Arteta ameweza kuintroduce katika soka la dunia hivi sasa umeweza kuwalipa msimu huu. Kwa upande wa PSG nadhani ni miongoni mwa timu tishio sana duniani kwa hivi sasa. Tumeshuhudia katika michuano mingi na hasa wakikutana na timu kubwa wamekuwa ni timu ya moto wa kuotea mbali. Wana uwezo wa kucheza counter attack, wana uwezo wa kukimbia. Ukiwazungumza wachezaji kama kina Ousmane Dembele akiwa ipo kwenye fomu yake, basi unaweza ukamchukia kama wewe atakuwa hayuko upande wako. Mchezaji kama Kvisha Kvaratskhelia, mchezaji ambaye sasa hivi anaimbwa sana duniani na dunia inasikitika sana kwa sababu taifa lake halijafuzu kwenda World Cup, hataonekana katika World Cup, lakini nadhani mechi yake ya UEFA Champions League atataka kuonyesha ulimwengu kwamba yes, this is Kvaratskhelia. Lakini pia ukiangalia katika safu ya ulinzi, watu kama kina Vitinha ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana ambao wanaenda kuiweka vizuri legacy ya PSG. Kwa hiyo mifumo na mbinu za makocha wote wawili nadhani zinawalipa, na ndio kitu ambacho kinatengeneza tension ambayo watu wengi wanasubiria kwenda kushuhudia fainali hiyo ambayo ni ya kihistoria kwa kutokea katika ulimwengu. Ukitazama Arsenal ambao hawakuwahi kutoa taji hili la UEFA, unahisi sasa nguvu kazi yao iliyobaki mara baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza, unahisi ndoto zao zitakwenda kutimia sasa za kubeba UEFA? Of course inawezekana, kwa sababu nimeshakwambia hapa Arsenal mbinu zao ambazo wamekuja nazo, Arteta amekuja nazo, na uwezo wao kiuchezaji msimu huu ni kitu ambacho hata PSG wao wenyewe nafikiri watakuwa wanakifikiria mara mbili kila wanapolala, wanapoamka wanafikiria jinsi gani ya kwenda hasa kuivunja ile ngome ya ulinzi ya Arsenal. Mchezaji kama Gabriel, mchezaji kama William Saliba, unakuta kwa pale nyuma wanatengeneza ile wall ambayo nyuma yao yupo David Raya, golikipa ambaye msimu huu binafsi nadhani kama Uingereza hawatakuwa na upendeleo, anastahili kabisa kutoa tuzo ya golikipa bora wa msimu kwa kile ambacho amekuwa anakionyesha. Kwa hiyo kuanzia kwenye ule ukuta wao wa ulinzi wa Arsenal ni ukuta ambao
sidhani kama kuna timu yoyote duniani kwa hivi sasa ambayo ina ukuta kama wa Arsenal. Kwa hiyo PSG wao wenyewe hicho ni kitu ambacho wanachokifikiria sana, jinsi gani ya kwenda kuvunja ule ukuta wa PSG. Itawahitaji kutumia nguvu kubwa sana na akili nyingi sana PSG, hasa kwa wachezaji wao ambao wanatokea pembeni, akina Kivisha, una watu kama kina Bakola, kina Dizadoe, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuvunja ngome za ulinzi, lakini ngome ya Arsenal msimu huu imekuwa ni ngome ngumu kubwa sana. Kwa hiyo hiyo ni pointi ya kwanza ambayo inawapa nguvu sana kuelekea katika fainali. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa una mpaka hivi sasa upo 50-50, ambaye ataingia vizuri akawa na mchezo mzuri akaweza kuitumia vizuri mbinu yake, basi anaweza akashinda na akatoa tajiri. Na kwa Arsenal nadhani kwa sababu hivi sasa tayari washamalizana na ligi kuu ya Uingereza, washabeba kombe baada ya muda mrefu sana, baada ya miaka 22, na wapo katika kilele cha furaha. Kwa hiyo wanahitaji kwenda kuimalizia furaha yao katika UEFA Champions League, na wakibeba ubingwa basi watakuwa wamestahili kubeba, kwa sababu imekuwa ni miongoni mwa timu bora hivi sasa duniani. Tukitoa hiyo 50-50 kwamba timu yoyote inaweza ikabeba, wewe binafsi kama Isaka Nyamihasi, karata yako unaipeleka wapi? Mimi binafsi bana ni kubaya. Karata yako unaipeleka wapi? Hebu tuambie sasa. Lakini siwezi kuficha. Mimi karata yangu kwa asilimia zaidi ya 70 ipo upande wa PSG. Upo upande wa PSG kwa sababu nawaheshimu sana mpira. Namheshimu sana Luis Enrique, namheshimu sana kwa mifumo yake na mpira ambao amekuwa anacheza, kwa sababu mimi ni shabiki wa Liverpool. Nimeshuhudia mechi ambazo tumecheza na PSG was unbelievable. Lakini pia ukiangalia PSG mchezo ambao walicheza dhidi ya Real Madrid ni michezo ambayo, lakini bado pia wakaja kucheza na Bayern, mchezo walicheza na Bayern Munich, ilikuwa ni mechi ambazo zilikuwa zinatuonyesha kwamba yes, hawa ni watu ambao wanautafuta ubingwa. Yani ni watu ambao wanafunguka muda wote, na kwa Arsenal nadhani itawawea vigumu sana kwa sababu ya zile counter attack ambazo wanacheza PSG na mfumo wao wa kukimbia kutokea pembeni, katikati. Na ukiangalia mfumo wa PSG wanaotumia, wana faida kubwa sana ya kuwa na mtu kama Vitinha. Unajua Vitinha ni mchezaji ambaye timu hata kama ikiwa psychologically wachezaji hawako vizuri, Vitinha anaweza akawatuliza. Vitinha ni mchezaji ambaye anaweza kuongoza uzuizi wa mashambulizi ya timu pinzani, lakini pia timu ikitaka kushambulia yeye pia anaweza akaanzisha mashambulizi. Kwa hiyo unakuta pembeni una watu kama kina Dizadoa, kina Kivisha, Kvaratskhelia, una mtu kama Ousmane Dembele ambaye akiwa kwenye piki yake kweli basi utampenda. Kwa hiyo naamini kwa mbinu hizo na PSG wakiamka wakiwako vizuri siku hiyo, naombea tu PSG akatokea ile aliyokuta dhidi ya Chelsea kwenye finali ya World Cup. Kwa sababu ile ilikuwa ni siku ambayo PSG walituaminisha vibaya. Sicho ambacho tulikuwa tunakitarajia kutoka kwa PSG, na Chelsea akaweza kushinda kwa ushindi mzuri. Kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Arsenal, naamini watakuwa tayari washajifunza makosa yao ambayo waliokutana nao dhidi ya Chelsea na wataenda kufanya vizuri. Kwa mantiki hiyo sasa Arsenal wanatakiwa kujipanga sasa vizuri katika misimu ijao. Msimu huu wasitegemee kitu chochote kabisa kupitia UEFA Champions League. Binafsi naamini kwamba wajiandae, wajipange msimu ujao, na ndoto yao ya kubeba ubingwa msimu huu mbele ya PSG, bora hata wangekuwa wanakutana na timu nyingine kisha PSG. Kwa sababu wanakutana na PSG, binafsi naamini wajipange kuelekea msimu ujao. Bwana, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana Prosper. Shukrani sana.